Waziri wa Katiba na Sheria ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Songea Mjini, Dr. Damas Ndumbaro ametoa zawadi ya sikukuu ya Eid al-Adha kwa Waislamu wa mji wa Songea kama sehemu ya kuonesha mshikamano na upendo katika kipindi hiki cha sikukuu za Eid. Zawadi hiyo iliyotolewa ni ng'ombe wanne. Akizungumza wakati wa kupokea zawadi hiyo, katibu wa Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA mkoa wa Ruvuma, Sheikh Rajab Songambele amemshukuru Dr. Ndumbaro kwa kuendelea kuikumbuka jamii ya Kiislamu ya mkoa wa Ruvuma mara kwa mara, huku akieleza mgawanyo wa kitoweo hicho. Tupo katika Eid al-Adha kama tunavyosema kwamba ni Eid kubwa, Eid ya kuchinja, Eid ya wenzetu ambao waliojaliwa kwenda kufanya hija, na tunamshukuru lillahi alhamd, tunamshukuru Allah kwamba imepita na inaendelea. Kwa hiyo hapa tulipo sasa tupo katika kama kawaida yetu. Kiongozi wetu, mbunge wetu Dr. Damas Ndumbaro, Mheshimiwa Waziri, ametujaalia kama kawaida yake, anapambana kweli kweli kwa ajili ya wananchi wake. Yeye kwa kweli sio kama ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, lakini kwa sababu kama tunavyosema siku zote, ana watu ambao yeye ni marafiki zake, basi huwa anawaambia kama mimi na raia wangu kule Waislamu na wengine sio Waislamu, lakini mwaka huu Waislamu wameweza kujishughulisha katika sikukuu, tungependa wapate chochote, basi ametuletea. Hivi tukitoka hapa tunakwenda katika misikitini. Kuna misikiti ndani ya manispaa yetu ambayo waumini wengi hawana uwezo kununua hata robo kilo ya nyama. Kwa hiyo leo hii akipata kilo moja ya nyama, akipata kilo mbili za nyama, anasema alhamdulillah, nimeweza kupata kitoweo. Hivi leo hii hapa tunavyozungumza wameshuka ng'ombe wasiopungua 4. Tunakwenda kuwagawa kwa Waislamu ambao waumini wa kweli wanataka na wao kufurahi katika sikukuu hii. Sasa mtu kama huyu unaachaje kumwombea dua? Kwa hiyo sisi tunasema zetu dua, Mwenyezi Mungu azidi kumpa riziki yake ya kila siku, Mwenyezi Mungu azidi kumpaisha katika majukumu yake ya kazi, amsamehe pale inapotokea kwamba labda anafanya udhaifu au anasahau, kwa sababu yeye mwenyewe tunamuona ni mtu ambaye anajitolea kwa dhati kabisa. Katika hatua nyingine, Sheikh Songambele amesema Dr. Ndumbaro amekuwa na mchango mkubwa kwa Uislamu wa mkoa wa Ruvuma na anapaswa kupongezwa. Hiyo sisi kama Waislamu hatuna cha kumdai. Kwa kweli tunamwona anajitoa sana. Mheshimiwa Damas Ndumbaro huwa analisema hili, ingawa sio vizuri mtu anapokufanyia khairi alafu kuitangaza. Alikuja kutusaidia sisi makapeti ya msikiti mzima hapa kwa Mtenje, Masjid al-Awwal. Damas Ndumbaro, mimi namwambia kama na Waislamu kina mama hawana vitabu, anakuja anatuletea maboksi kwa maboksi ya vitabu ndani ya manispaa yetu. Kwa hiyo manake huyu ni mtu wa watu. Sasa sitaki kuzungumza mengi nikaonekana kama mimi ni mwanasiasa. Sambamba na hayo yote pia ningependa kutoa nasaha kidogo kwa ndugu zangu, kwa raia wenzangu, tuseme Waislamu na sio kwa Waislamu. Hii ni sikukuu. Tunaomba sikukuu ipite kwa salama na amani, kwa sababu katika sikukuu siku zote mambo mengi yanajitokeza. Inawezekana watu wakawa wanaifurahia kupita kiasi, kwa hiyo wakatoka katika zile haki za kawaida za kisikukuu. Unakuta mtu anasaza, labda anagombana au anatukana. Hiyo sio sahihi. Lakini pia tukumbuke tuko katika mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu tunakwenda katika uchaguzi. Kupitia hii sikukuu ya Eid, tumuombe Allah ajalie uchaguzi wetu upite kwa salama na amani. Ningefikiria kama nchi ingeingia katika dosari yoyote labda ya machafuko, tungesherehekea leo sikukuu ya Eid? Tusingesherehekea. Lakini kwa nguvu yake Allah na yeye mwenyewe mama yetu, basi amemjalia kuwa na hikma na busara mpaka leo tuko hapa tunasherehekea sikukuu. Wale ambao wenye nafasi, na hii mheshimiwa anafanya kwa ajili ya wale watu ambao hawana nafasi za kuweza kujikimu kwa vitu kama hivi, kupata mboga, hasa mboga yenyewe nyama. Tunapozungumzia mboga nyama, sio China, ni nyama. Kwa kweli mheshimiwa Damas Ndumbaro anafanya jambo la muhimu na la maana sana, na ni jambo la kumkumbuka sana kwa nafasi yake ya ubunge. Wamepita wabunge wengi ndani ya jimbo hili, lakini hawajawa na fursa kama hii au mwamko kama huu wa kuwatayarishia waumini mboga. Kwa hili nampongeza sana, na tunasema kwa kweli Mungu amjalie afya njema na ampe nafuu, ili ukifika wakati wa uchaguzi basi tumchague tena, ili na sisi tuendelee kuneemeka tena. Na baadhi ya Waislamu wa mkoa wa Ruvuma wamemshukuru mbunge huyo Dr. Damas Ndumbaro kwa moyo wa upendo na kuendelea kuwa karibu na wananchi
katika kila hatua ya maisha, huku wakimwombea Mwenyezi Mungu azidi kupewa afya njema na hekima ya kuwatumikia wananchi kwa uadilifu. Mimi ninaitwa Abdul Ayubu Alfani Mazoea. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge Damas Ndumbaro kwa ushirikiano huu aliotuonyesha leo na siku za nyuma, japokuwa walikuwa haonyeshi, watu hawauoni, lakini kwa kweli ametusaidia. Na hii tunapongeza vile vile, asituache, sisi tuko pamoja na yeye. Mshamte ni mkazi wa hapa Msamala na kushiriki pamoja nasi, tunamshukuru sana. Mwenyezi Mungu amjalie sana. Mbunge wa Songea mjini Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro kwa kushiriki idi yetu hii, tunamshukuru sana. Mwenyezi Mungu amuongezee pale alipotoa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Imamu Isa Magoto katika Masjid Kuba hapa Msamala. Sadaka yetu tuliyopata tulikuwa ni msaada mkubwa, sababu kila mmoja atafurahi. Ni siku leo, ni siku ya kufurahi. Kila mmoja akipata hivi atafurahi zaidi. Itakuwa ni kheri kubwa. Msakani na ushukuru sana kwa yote. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Fomu zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313, barua pepe tokohas@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.